msingi ya kuanzisha kwa chama cha umoja wa vijana? Hawajui. Lakini tungekuwa na vijana jasiri kabisa wanaojua wajibu wao na kujua nafasi yao katika chama na kujua nafasi yao katika nchi, tungeona vijana wanapambana zaidi sana kwenye swala zima la kupandishwa kwa bando za simu. Katika 2022 kuna mrushi mmoja, kuna komprador mrushi mmoja, mfanyabiashara ambaye ni dalali wa kimataifa, alinunua mitandao ya simu yote, iwe ni Zantel, iwe ni Airtel, iwe ni Tigo, iwe ni Voda, iwe ni nini, alinunua. Kabla ya hapo 2021 ukiwa na shilingi 1000 ulikuwa unapata GB 3. Leo as we speak, ili uwe na GB 3.5 unahitaji kuwa na shilingi 10,000. Na ukumbuke swala zima la bando ni jambo ambalo linahusu vijana zaidi, kwa sababu vijana ndio nguvu kazi katika nchi. Tuna vijana ambao ni nguvu kazi katika nchi zaidi ya milioni 33, lakini initiative za kusaidia hawa vijana hazipo. Na vijana wa CCM waliopewa madaraka hawawezi, hawaoni, yani wapo tu kama matahira, wapo tu kama mazuzu hivi, hawaelewi chochote. Hawana mpango wa kuwaita viongozi waliopewa zamani ya mipango ya nchi, kuwahoji kwa nini hawa vijana zaidi ya milioni 33 hawana mwelekeo katika nchi. Hebu tupeni mpango mkakati wa serikali. CCM inafanya hivyo, na kama hao vijana hawawezi kufanya hivyo, kazi yao wanaweza kufanya nini? Kwa sababu kama unajua kabisa kila mwaka unaingiza watu milioni 1 kwenye soko la ajira, halafu watu 200,000 tu ndio wanaopata kazi kwenye sekta rasmi na sekta zisizo rasmi. Na sekta rasmi maana yake ni sekta ambayo ni watu wanaoajiriwa, madereva, sijui wa serikalini, sijui kwenye makampuni. Hiyo ndio sekta rasmi. Isiyo rasmi ni sawa ni wale manani, wale wanaokota makopo, bodaboda wale, ndio sekta ambazo sio rasmi. Bodaboda wale ni sekta ambayo sio rasmi. Lakini je, watu 200,000 tu, hawa 800,000 hawa wanaobaki wanaenda wapi? Je, kuna kiongozi kijana yoyote wa CCM aliyewahi kuwaita hawa viongozi kuwahoji kwamba kwa nini, yani hawa watu hawa, mipango yenu kuhusu hawa watu 800,000 wanaopotea mtaani iko wapi? Huoni kwamba mnatengeneza bomu la kuja kuharibu nchi? Tungekuwa na vijana jasiri, wasingeweza kukubali watu vijana zaidi ya maelfu wapigwe risasi katika nchi hii bila taarifa, bila kauli yoyote, na wenyewe wamenyamaza. Kwa sababu gani? Wao wanalinda vyeo vyao. Yani viongozi wa vijana hawa sio viongozi wa vijana, ni viongozi wa matumbo yao na vibaraka na watawala. Huwezi ukasema zaidi ya hapo. Sababu wangekuwa ni viongozi kwa ajili ya vijana, matatizo yanayohusu vijana wa nchi hii, hao ndio walitakiwa kuwa viranja na kiongozi katika kupigania maslahi ya vijana katika nchi hii. Leo bando zinapanda tu, hakuna kijana yoyote anayetoa kauli, hakuna mtu yoyote anayezungumza. Ili atoe kauli lazima awe ameelekezwa kaseme hivi na hao wanaomtuma. Sasa unasema hapa kuna vijana hao. Vijana ni matahira tu, yani ni kama misufure tu iliyopewa madaraka. Lakini tungekuwa na vijana jasiri wanaojua wajibu wao, wangehoji juu ya swala zima la bandari kubinafsishwa, kupewa Waarabu. Kwa sababu wangehoji maswali yafuatayo. Kwanza, je, ni tathmini kiasi gani imefanyika kuona sisi Tanzania vijana wa nchi hii hawana uwezo wa kuendesha bandari ya Dar es Salaam? Tungehoji maswali kama hayo, tungekuwa na vijana wenye akili. Lakini kwa sababu tuna vijana ambao ni kama misukure tu iliyokalia viti, hatuwezi ukaona maswali kama haya.
Kwa sababu tungekuwa na vijana wenye akili, wangeita serikali wakaihoji kwamba nini kinachosukuma kuhakikisha kwamba tuna outsource, tunampa Mwarabu DP World bandari zetu, wakati vijana wetu wapo ambao hawana kazi katika nchi hii. Tathmini inaonyesha nini? Tupeni tathmini juu ya uwekezaji pale bandarini. Kwa nini huyu Mwarabu anapewa bandari wakati sisi tumewekeza, tumekopa zaidi ya dola milioni 400 za dola za Kimarekani, ambao ni sawa na trilioni 1.something kwa ajili ya kufanya uwekezaji, kwa ajili ya kupanua bandari ya Dar es Salaam na kuiwekeza na kununua mitambo skana za kisasa. Tungewauliza hawa viongozi, tupeni analysis yenu, hebu tupeni feasibility study mpaka muamue kwamba bandari zetu ziwekwe rehani kwa watu wachache. Tupeni feasibility study. Wao hao wana nini na sisi tumekosa nini? Vijana, kuna vijana wasomi katika nchi hii, expert wakubwa sana katika nchi hii, ambao ukiwapa pale bandari ya Dar es Salaam wanaweza wakaiendesha na ikawa na mapato ya hali ya juu kabisa. Lakini tuna vijana wa namna hiyo wakuhoji maswali kama hayo? Hakuna. Kama hawapo, maana yake nini? Tuna vijana misukure waliopewa madaraka, si ndio? Maana yake ndio mzee. Na wale watu ambao ni radical, wenye akili, wenye maono, wenye msimamo thabiti, hawapewi nafasi. Huwezi, hawa watawala hawezi kunipa nafasi hata mimi, kwa sababu wanajua mimi na msimamo mkali, msimamo thabiti, siyumbi. Na wanajua, sio kwamba hawajui, kwa sababu wamejaribu kufanya giriba lakini wameshindwa. Mimi nimesimama hivi, nimenyoka kama chuma cha pua. Siwezi kuhongwa na siwezi kucompromise kwa mambo ya ovyo na mambo ya kijinga. Lakini tungekuwa na vijana jasiri, vijana wenye msimamo, wanaojua wajibu wao wa ujana, tungehoji kwamba inakuwaje mje na operation ya kuhamisha Wamasai, operation ya kuhamisha Wamasai, halafu kwa ajili ya kwamba wanaharibu mazingira, halafu hapo kuna watu wanajenga mahoteli makubwa ya kifahari ndani ya hifadhi kinyume cha sheria. Nani anayeharibu mazingira? Yule anayejenga magorofa, anayejenga mahoteli, tena mahoteli ya kudumu kwenye hifadhi, au wale wa Masai wanaoishi kwenye temporary house? Halafu eneo hilo mnampa mgeni Mwarabu. Unamaanisha nini? Maana yake tungekuwa na vijana jasiri, tungewahoji hawa watu, tungewaita hao viongozi, mmepata wapi hii budget ya kuhamisha watu wa Ngorongoro kuwapeleka Msomera? Mmetuambia mmetenga bilioni 500 kwa ajili ya ujenzi wa nyumba zile na kuwahamisha watu. Je, hizi hela milioni 500 mmezitoa katika budget gani? Zimeidhinishwa na budget ipi? Tungekuwa na vijana ambao wana akili, wenye nguvu, wenye msimamo, tungewaita viongozi hawa tukawahoji, mmetoa fungu hili, mmelitoa wapi? Tuambieni. Lakini kwa sababu tuna viongozi ambao ni misukule waliokalia madaraka, hatuna vijana wa namna hiyo. Wapo tu kwa sababu wao wakimegewa kidogo wanaridhika. Wako lazi hata kuua ndugu zao, wako lazi hata kuua hata jamaa zao, wako lazi kuua watu wote, au wako lazi kuuza hata utu wao kwa ajili ya fedha. Mwalimu Nyerere, taifa hili lilijengwa katika misimamo ya heshima, na ndio maana hata watu waliojaribu kutweza utu wetu, Mwalimu Nyerere, taifa la Tanzania liliwashughulikia ipasavyo. Mifano ipo nyingi. Wajerumani walitudharau na kutupa masharti ya ovyo, tuliwatimua katika nchi yetu na tukawarudisha pesa zao. Deutschmark, zaidi ya shilingi milioni zaidi ya Deutschmark milioni 35 tukawapa, tukawarudishia. Lengo lilikuwa ni kulinda heshima yetu, dignity ya taifa letu. Sasa vijana leo wapo lazi kuuza utu wao kwa sababu ya fedha, wapo lazi kuua kwa sababu ya kupata madaraka. Hawa ndio vijana au ni misukule tu iliyopewa madaraka? Ndio swali kujiuliza. Unaweza vipi kuwafukuza wale watu wa Ngorongoro kwa maslahi ya nani?
Hayo ndio maswali ambayo tungekuwa ni vijana na taasisi ya vijana, umoja wa vijana ulio imara zaidi kabisa, uwe na hakika kwamba maswala kama haya yangehojiwa kwa upana kabisa. Lakini vile vile tungekuwa na umoja wa vijana wa CCM ulio makini, wenye akili, unaojiamini, jasiri. Tungewaita hao viongozi juu, kuwauliza juu ya wachimbaji wadogo wadogo katika nchi, kwa sababu wachimbaji 90% ya watu wanaofanya kazi za uchimbaji wa madini katika nchi ni vijana. Lakini tungekuwa na vijana jasiri, tungewaita hao viongozi tuwaulize, kwa nini vijana wetu, kwa nini watu katika migodi mbalimbali wanafukuzwa kwenye maeneo yao na badala yake wanapewa Mchina? Kwa sababu imekuwa ni hivi, anakuwepo dalali mmoja hapo juu, anaenda kuchukua leseni, ana apply application fee ya leseni shilingi 50,000 ya kulipia leseni ya kwa mwaka ni 1,800,000 mpaka 1,000,000. Lakini huyu akishapewa leseni, huyu ambaye ni sasa, huyu ni mwenyenye ambaye ni dalali, anadalalia ardhi ya watu. Hawa watu mwenye ardhi anaweza akaporwa na asipewe chochote, au akipewa sana 10% au 20% mwenye ardhi. Halafu yule anayepewa ka kipande duara ya kuchimba, yule mchimbaji mdogo mdogo ambaye ni kijana sasa, yeye akisha chimba mifuko 100, mifuko 30 anampa nani? Anampa dalali. Tungekuwa na vijana jasiri, vijana wanaojitambua, tusingekubali mfumo wa namna hii wa kinyonyaji, kuwanyonya vijana wenzetu katika nchi hii namna hii. Lakini kwa sababu tuna vijana ambao ni misukure, ambao misukure tu ni kama misukure tu waliopewa madaraka, hawawezi kuhoji masuala kama haya. Maana yake hawajui hata nguvu walionayo katika vyeo vyao. Hawajui. Kwa sababu wangewaita vijana, wangewaita viongozi wa serikali, wawaulize kwamba inakuwaje vijana wanafukuzwa kwenye maeneo yao, halafu badala yake wanapewa wageni. Kwa nini? Tupeni sababu za msingi. Mnafanya hivyo kwa maslahi ya nani? Hatuna vijana wa namna hiyo, kwa sababu tuna vijana ambao hawajitambui, ni matabulalasa, hawana mchango wote katika taifa, kwa sababu na wao wanaentertain rushwa, wanaentertain kupola rasilimali. Lakini vile vile tungekuwa na umoja wa vijana wa CCM wenye nguvu, unaojitambua na kujua nguvu walionayo. Tusingeona vijana wanaopewa kazi za kuendesha malori au magari ndani ya nchi hii bila mikataba. Huwezi ukaendesha gari, kijana unapewa gari la kusukuma la mamilioni ya shilingi, halafu yeye huyo mtu hana mkataba. Tungekuwa na vijana jasiri wanaojua wajibu wao. Tusingekubali vijana wa nchi hii wapewe kuendesha malori, wanaenda Kongo, wanahatarisha maisha yao, wanaenda Uganda, wanaenda Rwanda, wanaenda Burundi, wanaenda Zambia, wanaenda South Africa, vijana wa nchi hii. Lakini cha ajabu, hawana mikataba. Tungekuwa na vijana jasiri, tungemuita waziri anayehusika na swala zima la ajira kwa vijana, tukamhoji kwamba kwa nini hawa vijana wanapewa kazi hii bila mikataba? Kwa nini? Atupe majibu sahihi. Na kama hatatupa majibu sahihi, la tutoke na azimio la kuipeleka kwenye chama ili kifanye maamuzi, na chama kikikataa kufanya maamuzi, lazima tufanye initiative kumobilize vijana nchi nzima, tufanye maandamano kupinga uporaji huu, kupinga unyanyasaji wa namna hii. Je, tuna viongozi wa namna hiyo? Au tuna vijana ambao wapo lazi kumobilize vijana katika nchi, wanaolipa shilingi 10,000 ili kusudi wakaandamane kumpongeza mtu ambaye ni fisadi, ambaye ni muuaji, ambaye ni mtekaji, ili mradi tu
kiongozi tunaenda huyo mtu yani hapaswi hata kupewa heshima, kwa sababu amevunja misingi ya utawala bora katika nchi na amevunja misingi ya utu, dignity ya wananchi katika nchi hii. Huyo hastahili kupewa heshima, anastahili kuzomewa, anastahili kususiwa, anastahili kutengwa. Tungekuwa na vijana wanaojitambua wa staili namna hiyo, lakini vile vile tungekuwa na vijana ambao wanajielewa. Umoja wa vijana unaojielewa ungepiga marufuku, ungewaita viongozi kuhusu upandaji holela wa bidhaa na ugumu wa maisha wa Watanzania. Tuwaite, tuwahoji kwamba kwa nini mmeshindwa wapi? Kama mmeshindwa, mmepewa madaraka, nyinyi uwezo wenu ni mdogo, wapisheni wapewe nafasi watu wengine wenye uwezo wa kuleta transformation ili wananchi wapate maisha yaliyo marahisi. Lakini je, tunao vijana wa namna hiyo? Hatuna vijana hao. Tuna machawa, tuna misukule iliyokalia kwenye madaraka. Lakini vile vile tungekuwa na vijana jasiri, vijana wanaojiamini, wanaojua wajibu wao. Tungeuliza juu ya ubaguzi unaoendelea katika nchi hii, kwa sababu sasa hivi kuna ubaguzi mkubwa sana katika nchi hii, katika uongozi wote, kuanzia chini mpaka juu. Leo kama huna mtu godfather katika nchi hii ndani ya chama cha CCM, huwezi ukawa mbunge, huwezi ukawa diwani, huwezi ukawa mkuu wa wilaya, huwezi ukawa mkuu wa mkoa, huwezi ukawa mtu yoyote katika nchi hii. Hata kama CV zako ni nzuri, hata kama umesoma mno, hata kama uchapakazi wako mzuri, hata kama ni mwadilifu mno, huwezi ukapata nafasi hiyo. Kwa nini? Kwa sababu tuna vijana wameshindwa kutekeleza wajibu wao. Umoja wa vijana umeshindwa kutekeleza wajibu wao. Ndio maana mambo kama haya yanafanyika katika nchi hii. Lakini cha kuambia ninyi vijana, mimi ndugu yenu, tumeanzisha movement ya kuhakikisha kwamba heshima na utu wa Mtanganyika na utu wa Mtanzania unarejea sasa. Hatutamuogopa mtu yoyote, hatutamuonea haya mtu yoyote katika swala zima la utu, la ulinzi wa rasilimali za nchi za taifa letu. Hatutamuogopa na